Karibu msikilizaji wangu mpendwa. Karibu katika simulizi ya kusisimua, yenye mafunzo mazito kuhusu mapenzi, tamaa na hatima ya chaguo zetu. Hii ni simulizi inayoitwa Mke wa Mtu ni Sumu. Simulizi iliyoandikwa na DJ Manumbu na mimi ni Binti Zuri, nipo hapa kukupeleka hatua kwa hatua. Katika jiji lenye pilika pilika la Dar es Salaam, aliishi mwanamke mmoja aitwaye Amina. Amina alikuwa mwanamke wa kuvutia, mrembo wa asili, mwenye heshima na mke wa mtu aliyekuwa na mafanikio makubwa. Mume wake aliitwa Juma Mwangala, mfanyabiashara maarufu mwenye maduka kadhaa Kariakoo. Kwa nje, ndoa yao ilionekana kuwa ya mfano. Nyumba nzuri, gari, maisha ya starehe, kila kitu kilikuwa kinaonekana kamili kwao. Lakini kuna jambo moja ambalo Juma hakulijua. Ndani ya moyo wa Amina kulikuwa na kivuli cha penzi la zamani. Miaka kadhaa nyuma, Amina alikuwa mwanafunzi wa shule ya sekondari huko Morogoro. Hapo ndipo alipokutana na kijana aliyebadili maisha yake. Aliitwa Kelvin Sanga. Kelvin hakuwa tajiri wala hakutoka familia ya kifahari. Lakini alikuwa na kitu ambacho hakinunuliwi kwa pesa. Alikuwa na upendo wa kweli. Walikutana kwa mara ya kwanza kwenye uwanja wa shule. Machoni mwao kulikuwa na lugha isiyoelezeka. Kidogo kidogo urafiki ukageuka kuwa mapenzi. Na mapenzi yale yakawa ya dhati, ya moto na ya kipekee. Kila kona ya shule ilikuwa na kumbukumbu yao. Walikaa chini ya mti mkubwa wa kivuli wakazungumza ndoto zao. Kelvin alisema kwa kujiamini, tutakuja kuana siku moja. Amina alitabasamu akasema, mimi ni wako, Kelvin, milele. Walipanga maisha yao. Walizungumza kuhusu watoto, nyumba na maisha ya baadaye. Kwao walijua dunia ni rahisi tu. Mapenzi yao yalikuwa kila kitu. Lakini maisha hayafuati mipango ya moyo. Baada ya kumaliza shule, hali ya maisha ilibadilika. Kwa kuwa Kelvin alitoka familia maskini, alilazimika kupambana kutafuta maisha. Amina kwa upande wake alipata msaada wa familia yake na kuhamia Dar es Salaam kwa masomo zaidi. Umbali ukaanza kuingia kati yao. Simu zikapungua, mawasiliano yakaanza kufifia. Na polepole upendo ule mkubwa ukaanza kuyeyuka. Siku moja, bila kutegemea, Amina alipokea ujumbe mfupi kutoka kwa Kelvin. Samahani Amina, maisha yamenishinda. Siwezi tena kukuweka kwenye matumaini. Moyo wa Amina ulivunjika. Alilia, alijilaumu, lakini hakuwa na nguvu ya kupambana na hali halisi. Hapo ndipo penzi lao lilipoishia bila kufunga ndoa rasmi. Miaka ilipita, Amina alikutana na Juma Mwangala. Tofauti na Kelvin, Juma alikuwa tayari amesimama kimaisha. Alijua anachokitaka na alimpa Amina uhakika wa maisha. Polepole Amina alijikuta anakubali mapenzi ya Juma. Na hatimaye wakafunga ndoa. Lakini hata baada ya ndoa kuna nyakati ambazo Amina alikaa peke yake na kumbukumbu za Kelvin zilimjia kimya kimya. Alijiuliza, yuko wapi sasa? Je, bado ananikumbuka? Lakini alijizuia. Alijiambia hiyo ni historia kwa sasa, mimi ni mke wa mtu. Lakini msikilizaji wangu, maisha yana njia za ajabu sana. Kile unachokifikiri kimekwisha wakati mwingine hurudi pale usipotarajia. Na siku moja katika jiji hili la Dar es Salaam, Amina atakutana tena na Kelvin. Lakini safari hii mambo hayatakuwa kama zamani. Tukutane sehemu ya pili, inakuja na mwanzo wa mabadiliko makubwa. Subscribe hii channel ya DJ Manumbu, like na share kwa watu wengine ili usikose mwendelezo wa simulizi hii kali. Mimi ni Binti Zuri. Tuonane sehemu ya pili.